hakuna kiongozi wa dini aliyesema kwamba tukazuie uchaguzi. Wote wamehimiza waumini wao kwamba waende wakashiriki uchaguzi, lakini uchaguzi uwe huru, haki na wa amani. Kwa hiyo mahubiri yote ya Pasaka hakuna mahali, na imeendana na tahadhari yetu tuliyotoa kwa chama kwamba tunaona hatari ya kupoteza kundi muhimu kama tukiendelea na msimamo kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi. Na viongozi wa dini wameungana na G55 kwamba wanaunga mkono reforms, lakini wanataka watu wakashiriki uchaguzi. Ndio msimamo wa mahubiri ambayo tumeyasikia siku zote mbili za Pasaka. Kwa hiyo tunawashukuru na tunaendelea kukisisitiza chama, japo milango sasa wameshajifungia nje. Sasa hivi sio kuzuia tena uchaguzi, bali baada ya kutokusaini, maana yake tumesusia uchaguzi. Labda patokee muujiza ili chama kiweze kushiriki uchaguzi, kwa sababu tume imeshaweka wazi. Mwenyekiti wa tume ameshasema kwamba kama Chadema wanafikiri wanatafsiri tofauti, waende mahakamani. Mwenyekiti wa tume ni jaji, anafahamu anachokisema. Ukisoma sheria za uchaguzi, kama una malalamiko na mchakato wa uchaguzi, sheria inasema utapaswa kwenda mahakamani baada ya uchaguzi. Aidha, kitu ambacho viongozi wetu hawataki kusema kwa umma ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77, ibara ya 74, kifungu kidogo cha 12. 74 ibara ndogo ya 12 inasema maamuzi yatakayofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa na mahakama yoyote ya ngazi yoyote ile katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utungaji wa kanuni ni sehemu ya maamuzi yaliyofanywa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 1 ya mwaka 2024, kifungu cha 162 kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni za maadili za kusimamia uchaguzi. Kwa hiyo unapomsikia mwenyekiti wa tume anasema kama Chadema wanatafsiri tofauti, nendeni mahakamani, anaelewa anachosema. Ni kwamba tumeshajifungia nje sisi wenyewe. Ni utamaduni mpya, ni kuhusu wanachama na watiania waliunga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze wanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe wanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake, hatukuwaza kumfukuza wanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo
Siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Kwa leo watu wanaosema kwamba G55 wafukuzwe wanachama ni watu waliokosa uvumilivu ambao umejengwa kwa miaka mingi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na ndio utamaduni wetu wa kukosoana kwa hoja, kusikiliza hoja. Tuna utamaduni wa kupima uzito wa hoja. Kwa hilo tumeona kwamba tuliseme, kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana, ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia, my friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunakishauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao, kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wamekifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Watu wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako akina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tumsikia makamu mwenyekiti bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu. Pale awali nimesema viongozi wa dini
Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms, lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza, na unaingia barabarani, unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hao wananchi, kwa sababu huo ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja, kwamba wananchi wote ni Chadema, wako wa vyama vingine wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hao wananchi wanaokwenda kupiga kura, unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu huko barabarani utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani. Tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hao wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halita